Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 25 mwezi wa 10, utupe riziki yetu ya kila siku, ndio kipindi kilichoko hewani. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba, na leo tunaendelea na mambo matano ya kuzingatia kwenye kufanya maombi ya kikuhani ili kujitenga na mfumo wa Kisodoma, mfumo wa Kibabeli, mfumo wa Kifreemason, mfumo wa Killuminati au mfumo mwingine wowote wa uabudu shetani wa kiuchumi. Unahitaji kuzingatia mambo matano. Na jana niliongea jambo la kwanza, maombi ya toba. Maombi ya toba ni ya msingi. Leo nataka nikupe jambo la pili. Baada ya kuwa umefanya maombi ya toba, hakikisha unafanya maombi ya vita. Maombi ya vita ya kuvunja kila aina ya mfumo wa Kibabeli au wa kichawi dhidi yako. Maombi ya vita ya kuvunja, ya kuharibu kila mfumo wa Kibabeli, mfumo wa kichawi, mfumo wa Kisodoma dhidi yako. Hili ni jambo la msingi sana. Ukitembelea akaunti yetu ya YouTube kama mwezi wa pili hivi, utakuta kuna masomo ambayo yako kwenye playlist ya hatua 6 za kumshinda ibilisi. Nakushauri sikiliza hilo somo. Mwezi wa 6 tulikuwa kule Tabora, tumefundisha pia somo la aina mbalimbali za maombi ambazo unaweza kuzitumia ili kuwa na ushindi katika ufalme wa Mungu. Tafadhali unaweza kusikiliza hiyo kwenye mwezi wa 6 hivi kwenye moja ya playlist zetu, jinsi ya kutumia aina mbalimbali za maombi za kumshinda ibilisi. Lakini jambo moja kubwa ni kwamba tumejifunza kwa kiasi kikubwa mwaka huu, ili kukaa kwenye nafasi zetu za kumiliki na kutawala, lazima tufanye maombi ya vita. Ni sehemu ya maombi. Biblia inasema, maana ni haki, ni sawa, maana ni sahihi kuwalipa mateso wao watesao ninyi. Kazi ya mfumo wa Kibabeli ni kuleta mateso, ni kuleta huzuni, ni kuleta maumivu kwenye maisha yetu. Biblia inasema kuna upande mwingine wa Biblia, hao yafaa pia walipwe mateso. Kazi ya mfumo wa Kibabeli kutoa kafara za watoto, kutoa kafara za ndugu wa karibu, wabudu sanamu, tumejifunza juzi, kaidi wa kijamii, wa kingono na mambo kama hayo, yote yanaleta maumivu kwenye maisha. Moja upande wa Biblia inasema ni haki kuwalipa mateso wale watesao ninyi. Kwa hiyo unahitaji kufanya maombi ya vita kinyume na huo mfumo. Tumejifunza kwa kiasi kikubwa haya masomo ambayo nakwambia ya kwamba moja ya vitu ambavyo unahitaji kufanya ni kujua falsafa ya Biblia, ya kwamba anayemiliki ni yule anayeshindana na kushinda. Ukiona kwamba hauna vita, ujue bado haujajipata, hujajua mwito wako nini na hujafanya kitu ambacho ni sahihi. Ukishaanza kufanya kitu ambacho ni sahihi, lazima vitaibuka. Kwa unapofanya ukahani wa kiuchumi, maombi yake ni tofauti kidogo. Fanya maombi ya vita, maombi ya kushindana na ibilisi. Luka sura ya 11 ametokea zile hatua 6. Kwa alizifuatilia zile za kusaidia sana, na hizo ndo nasema tumejifunza kwenye semina 2 za kusaidia namna ya kushinda. Lakini unaona Biblia inatufundisha kwanza ujue kwamba falsafa ya kushinda, lazima ushindane, ushinde, na anayeshinda ndiye anayemiliki. Lakini lazima uwe mwenye nguvu kuliko unayeshindana naye. Kwa hiyo tafuta nguvu, na hii ni kwa kumjua Mungu zaidi. Biblia inasema kadri unavyomjua Mungu, Mungu anakufanya kuwa karibu naye. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia. Ayubu 22. Kwa hiyo hakikisha unamjua sana Mungu. Hakikisha unakuwa mwana wa Mungu. Tumeongea mambo kadhaa ya nini cha kufanya kuwa mwana wa Mungu kwenye hizo semina, unaweza kufuatilia. Hivyo ni vitu ambavyo vitakufanya kuwa mwenye nguvu. Ujue nafasi yako katika ulimwengu wa roho. Luka 10:19, nimewapa amri juu ya nyoka, yani ibilisi, nge, mapepo yote na malaika wa ibilisi na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowashinda. Ujue mamlaka yako. Zaburi ya 104:4, ninyi ni miali ya moto. Sisi ni moto wa miali. Ukiunganisha na Ibrania 1:13, sisi Ibrania 1:7, samahani, sisi ni miali ya moto. Ujue utambulisho wako. Kuna nguvu ya utambulisho katika ulimwengu wa roho ambayo itakupa kushindana na kushinda. Hakikisha unajitambulisha. Ujue una silaha za kuvaa na kupigana. wa Efeso sura ya 6 mstari wa 10 na kuendelea. Silaha ambazo unatakiwa kuvaa: chapea wokovu kichwani, injili ya haki kifuani, kweli kiunoni, utayari miguuni, ngao ya imani mkono wako wa kushoto, panga wa roho mkono wa kulia. Vaa hizo silaha. Ujue ya kwamba unazo na zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, sawa na Korintho wa 2 anavyotufundisha. Kwa hiyo hatua ya pili ya msingi sana
Maombi ya namna hii ni maombi ya kushinda. Isaya 42 mstari wa 22 anasema watu wangu wametekwa na wamefungiwa kwenye mapango, kwenye magereza, na japokuwa tayari wamekombolewa. Na hilo unaliona kwenye Wakolosai 2 mstari wa 14. Biblia inasema bado kwenye vifungo kwa sababu hakuna asemaye rudisha. Kwa hiyo unahitaji kutamka, unahitaji kuamuru ibilisi arudishe, unahitaji kutamka kwamba unajitoa kwenye mfumo huu wa Kisodoma, unahitaji kuvunja hapo ofisini, nyumbani, kazini, kwenye biashara, kuvunja mfumo wa Kisodoma na kutengana nao. Jambo la msingi sana na unahitaji kulifanya. Na kwa kutamka inakuwa. Kwa kutamka inakuwa. Na ujue wewe usipotamka, upande wa pili wanatamka kwa niaba yako na itakuwa. Upande wa pili wanatamka kwa niaba yako na itakuwa. Kwa mfano, ukiangalia Ezekiel sura ya 21 mstari wa 21 na kuendelea, unaona mfalme alikwenda njia panda na akatamka maneno kwa ajili ya Yerusalemu pale njia panda, na uone uhakika haya yanakuwa. Kwa hiyo kwa sababu kuna manuio na matamko ya kichawi ya Kisodoma, wewe pia unahitaji kuwa na manuio na matamko ya kimungu ili kupambana na mfumo huu. Angalia sura ile ya 21 Ezekiel mstari ule wa 21. Biblia inasema maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda. Mfalme alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga, ambao unajua uganga tulisema ni mfumo wa Kibabeli, mfumo wa kichawi. Atumie uganga kufanyaje? Na ili alitikisa mishale huko na huko. Kwa hiyo alibeba vitu vya kuashiria nini anataka kufanya. Akauliza terafi. Terafi maana yake ni vibuyu. Akauliza kibuyu, akayatazama maini. Alikuwa na maini pia ameshika mkononi. Kwa hiyo unaona mfumo huu mmoja ya kitu amebeba ni kafara. Kwa hiyo amebeba maini, amebeba kibuyu, amebeba mishale alikuwa amebeba mkononi, ameenda njia panda, ameitikisa. Alafu anasema katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu. Maana yake anazungumzia Yerusalemu, mkono wa kuume, na kuviweka vyombo vya kukobolea, kufumbua kinywa katika machinjo. Maana yake vitu anavyotaka kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo kwa kugomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Jambo hili litakuwa kwao kama uganga wa ubatili. Mbele ya macho yao waliowapia viapo, lakini ataufanya uovu kumbukwe, ili kwamba wakamatwe. Nataka uone matamko yana sehemu kubwa sana. Vitu vya kiishara vina sehemu kubwa sana. Kwa hiyo unapofanya maombi ya vita, tamka mambo mazuri kwenye ofisini, kazini hapo. Tamka mambo mazuri kwenye huduma yako. Hakikisha unatamka. Isaya anasema hakikisha unasema rudisha. Isaya sura 30 pia anasema lazima unajisi na useme toka hapa. Kwa hiyo lazima utamke ya kwamba hayo ambayo yamefanywa upande wa pili wa kiganga unayakataa. Kama umeyaona, Mungu amekupa nafasi ya kuyaona, tamka kwa kuyakataa. Umeona watu wamechinja mbuzi, tamka kwa kukataa hiyo damu isifanye kazi hapo ofisini. Umeona watu wameenda kwa mganga kama huyu mfalme na wameitamkia ofisi, kataa. Nenda kinyume na kila kitu ambacho umekiona ni ishara mfumo wa Kibabeli kwa kukataa. Na kuna nguvu kwenye maneno, ndivyo Mungu amevyotupa tuumbe. Hakikisha unapata muda wa kukataa na kufanya maombi ya vita ya kupambana. Yeremia 50:21, wewe ni rungu na silaha ya vita ya Bwana, bomoa kila kitu kilichojengwa. Ayubu 20:15, Mungu atayatapisha yote ambayo yamemezwa katika tumbo la nchi. Tumia mistari hiyo. Isaya 45:1-3, Mungu atavunja mapingo ya chuma, malango ya shaba, ili kukupa mali zilizofichwa za hazina za gizani, za mahali pasiri pa kuzimu, ambako ni mfumo wa Kibabeli. Muombe Mungu akupe hiyo nguvu na atumie hiyo nguvu yake, na ushindi. Habari njema ni kwamba ulishakamilika msalabani kulingana na Wakolosai 14:15. Tumia hiyo, endelea kuomba na kukataa, na muda si mrefu utaona ukipata mpenyo kwenye eneo ambalo ulikuwa hauna mpenyo. Mungu akubariki sana. Kesho tutaendelea na jambo la msingi la 3 la kufanya maombi ya kikuhani ya kiuchumi, ili tuwe na maisha utoshelevu na kuishi maisha ya ushindi katika jina la Yesu. Amen.